kwangu, ila wachezaji na wao ni binadamu, wapo kwenye mitandao, wanasikiliza redio, wanaangalia TV, sio kwamba wanaishi Jangwani, wanasikia na wao. Kwa hiyo wana wajibu na wao wa kwenda kupambana kwenye pitch kuiheshimisha timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo kundi lilipotoka tu kila mtu alisema la kwake, na walimu wa timu zote mbili leo wamekiri hapa kwamba ni kundi la kifo. Lakini angalia ilivyozungumzwa hapa na ilivyozungumzwa hapa Tanzania wakati kundi limetoka. Angalia wa Morocco walivyozungumza hapa ugumu wa kundi kwa timu zote nne. Alafu kamtafute mtu mwingine tu Mtanzania ambaye alizungumza kwa timu zote tatu akaijumlisha na Yanga. Yaani kama Yanga tupo kwenye kundi hili kusaidia fundi. Unajua wasaidia fundi yani malipo yanapita kwa fundi, fundi anakufikiria wewe. Sasa ni opinion za watu. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye pitch. Ndio wale kasema aidha kulizungumzwa kwa dharau, kwa kebehi, lakini wenye wajibu wa kwenda kutuheshimisha ni wachezaji wetu. Na wanajua jukumu lao. Kesho mamilioni ya Watanzania ambao ni mashabiki wa Yanga na ambao sio mashabiki wa Yanga, ambao ni wapenda mpira na ambao sio wapenda mpira. Manake mechi ya kesho kwa ukubwa wake, hata kama wewe hujawahi hata siku moja kushabikia mpira, unashabikia labda cricket huko, unashabikia labda basketball, lakini ule ukubwa wa mechi ya kesho unatamani na wewe uweze kuifuatilia. Kwa hiyo ni mechi kubwa ambayo wanatakiwa waingie kikubwa kwenye pitch. Wakishafanya kazi yao, insha Allah tukapata matokeo mazuri, ndio mimi naanza kazi sasa. Sio bwana Mshindo. Yaani Pacome atamaliza kazi yake ndio kazi ya Ally Kamwe itakapoanza. Kwa hiyo naye atachagua kazi yangu iwe mbaya au nzuri. Tadeki. Ali, nimemsikiliza kocha Farabat hapa. Umeelewa? Nimemuelewa vizuri. Amekiri kwamba Yanga ni timu nzuri na bora kwa hapa Tanzania. Na akasema kwamba uchezaji wao na kwenu unaendana. Kwa hiyo atakayekuwa amechanga kati vizuri, ina maana kwamba atapata matokeo mazuri siku ya kesho. Hii inawapa nguvu kiasi gani kwenda kupambana nao ikiwa watu walichukulia kwamba Yanga hamwezi kutoboa? Unajua geni kwenye kundi kama hili ambalo wataalamu wa mpira wanasema ni kundi la kifo. Kundi kama hili, cha kwanza kila mtu anaangalia faida yake ya nyumbani. Ndio cha kwanza hicho. Faida yake ya nyumbani. Nikipata pointi 3 nyumbani zinakujengea mazingira mazuri ya kufuzu kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo kwenye pitch unaweza kufanana ubora, ila faida inayoongezeka kwa Yanga siku ya kesho, Yanga wako nyumbani. Na hapa ndiko ambako timu zetu za Tanzania, mashabiki wetu, hususan wanachama wa klabu ya Yanga, tunatakiwa tuwe hatua moja mbele. Tukimaliza hii mechi tutakwenda na sisi away, watakwenda kuona mchezaji wa 12 anavyoshiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo na sisi tunaweza kuwa sawa kila kitu. Mwalimu kasema vizuri hapa wa Farabat. Kila kitu, quality na nini. Lakini faida inatakiwa iwe home ground. Na home ground faida sio hizo nyasi. Kisikia faida ya nyumbani sio hizo nyasi hapo za New Aman Complex. Ni watu watakaokuja kuisupport timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo mashabiki wetu, wanachama wa klabu ya Yanga watakiwa wajue wana jukumu kubwa vile vile kama ilivyokuwa kwa Dickson Job, ilivyokuwa kwa Baka, ilivyokuwa kwa Dube, na wao wana jukumu kubwa la kuleta tofauti ya kimatokeo kati ya Yanga na Farabat.